بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ndugu zangu waislamu tuliohudhuria katika msikiti huu mji wa Lamu, mashi Sheikh Abdallah Al-Farsi rahimahullah ta'ala, tukiwa timiza kile ambacho tulikitaja katika masiku kadhaa yaliyopita katika mwezi wa Dhulhijja, kwamba katika mwezi wa Al-Muharram tutafanya baadhi ya mihadhara na darasa kuhusiana na habari ya kuuawa kwa Al-Hussein radhiyallahu anhuma. Kwa sababu kiuhalisia ukweli hasa ulivyo kwamba katika sehemu zimeingia uharibifu ni upande wa historia. Hilo linatajwa na wanachuoni. Achilia mbali hilo, na wengi katika wanaozungumza hasa kwenye vyombo vya habari kama redio au television, katika mambo ya hizo WhatsApp sio kitu gani, vyote hivyo vinavyotumika wasailu zile ya tawasul, wengi wazungumza urongo na mambo si ya kweli. Tafiti za kielimu haziwaungi mkono kwenye yale wanayoyataja, isipokuwa kinachotumika ni kuangalia mtu udhaifu wa watu anaoongea nao na ataongea nao kwa lugha gani, ili yeye aseme hili lakini wao wamuelewe hivi. Mara nyingine mtu pia za kutukana alafu ukamfurahia pia, kwa mashaallah amezungumza vizuri, lakini amekutukana pia, inawezekana hivi. Kwa hiyo watu hutumia mbinu, kwa sababu kila mtu anapokuwa kwamba mjinga sana ndio pia anapokubali kudanganywa sana. Kila unapokuwa mpumbavu sana ndio pia unapodanganywa sana, na kila ukiwa mwerevu hivi pia inakuwa ni mara chache kukubali baadhi ya mambo, kwa sababu unakuwa na sehemu katika utambuzi. Kwani mtu asiyejua Qur'ani, mfano hajui Qur'ani, halafu ukazungumza maneno ya Kiarabu tu ukamwambia hiyo ni aya katika surati Tauba, atakukatalia vipi? Hawezi kukataa. Na anejua ukisema sasa kwamba huo ni urongo kwa sababu anajua. Ndio hivyo tofauti ya kujua na kutojua. Sasa huenda kwa sababu watu wengi wanaoshiriki kwenye hivyo vyombo na kufuatilia, si kwamba hakuna sharti usome dini na ujue mambo ndio ufungue. Aweza fungua tu na ukamsikiliza yoyote yule. Inawezekana mwingine akakuvutia usemaji wake, umeelewana? Na mbona mwingine mtu kampenda mtu kwa sababu mtu wa kwenu, pia hilo lipo pia, wala haliwezi kupingika. Na mbona mwingine mtu ukamchukia fulani kwa sababu si mtu wa mji wako tu, kama mtu wa bara ametanifundisha nini. Inawezekana kaingia hivyo. Sawa, ana elimu hana, lakini wewe hujawekea huko. Na mwingine mtu ana ile ule upwani pia ukamfurahisha. Hayo yote yapo katika, yana taathira katika mazungumzo na yale yanayoandikwa na mfano mambo kama hayo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala
kadiria katika huu ulimwengu na hasa huu umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwepo watu katika warithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakurithi mali, hakuwa nayo, watarithi mali wataipata wapi sasa? Wala dini hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikurithiwa kifamilia. Allah angebakisha watoto wake wa kiume wakawa hai wakampokea ule utume, isipokuwa alichokisema mtume sallallahu alaihi wasallam, asema al-ulama, sio familia yake. Maulama ndio warathatul anbiya. Kwa hiyo yeyote atakayesoma katika Uislamu akawa alim, msomi, mwanachuoni, yeye anakuwa amerithi sehemu katika elimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam au katika elimu ya manabii. Halafu yeye sasa atakuwa akiongea, anaongea kwa ulimi walioongelea manabii, kuwaambia watu wao na kuwalea watu katika elimu kuanzia chini na kuwapandisha, kuwaondoa katika hali hiyo, kuwapeleka katika upande wa maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin, Allah anasema hivyo, kuweni wanawachuoni walezi, maulama, lakini waleeni watu, kwa sababu hivyo, hiyo ndio ilikuwa kazi ya al-anbiya. Watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala, wafahamu Mola wao wanawataka nini, wajue manabii kile walichokifikisha katika risala. Na kazi hiyo inafanywa na maulama wa ahli sunnati wal jamaa, wakakosoa pale ambapo panaletwa uharibifu katika dini, wakalibainisha lile ambalo limekuja katika dini ambalo halikufunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, na mara nyingine wakawabainisha wale waharibifu pia wakawataja. Na haya yana ushahidi kwenye Qur'ani, Allah analitaja hilo, na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sipo katika kupanua uwanja wangu katika upande huo, lakini nataka nitoe tu tambii kwamba uharibifu huu unaoletwa, ikiwemo pia sehemu ya historia, wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa wamesimama kulitetea jambo hilo na kuliweka sawa na kulibainisha, kwa sababu wengi katika uharibifu huu ni mlango ambao wamepitia. Na miongoni mwa mambo hayo ni tukio hili la kuuawa kwa mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma. Sisi hatuwezi kusema imamu, kwa sababu Husayn aslan hakuwa imamu, hakuwa imamu. Aliyewahi kuwa imamu ni al-Hasan, ndio aliyekaa katika utawala miezi 6, baadaye akajiuzulu akamwachia Muawiya. Husayn aslan yeye hakuwa imamu. Kwa hiyo lugha hiyo inatumiwa na watu fulani, lakini kwa malengo fulani pia. Lakini al-Husayn radhiyallahu anhuma yeye ma kana imaman. Sasa sisi durus, na kudurusu kwetu si suala la kwamba aliuawa au hakuuawa. Ameuawa kweli, hilo lile ishkali kwa watu bila shaka. Suala la muhimu
tunatakiwa kulijua kwamba kwani aliyemuua nani, kwa sababu inawezekana mara nyingine yule anaelia ikawa ndiye aliyefanya tukio, lakini akaona kule kulia na kule kutoka machozi ni kuwaambia watu wengine kwamba sijafanya mimi. Ndio lile lilozungumza mwanzo, lakini ikawa uhalisia unaonyesha kwamba wewe ndio uliofanya hata ukilia. Inawezekana ikawa hiyo. Sasa sisi hatutaki swala la tunayoyaona kwa macho, tunataka uhalisia ukoje, ili wewe Muislamu ujifundishe kitu katika tukio hili, na huenda pia likakufaa katika jambo hilo utajifunza, likakufaa kwenye matukio mengine. Kwa hiyo kuna haja ya kuvipitia vitabu, na hasa vitabu vya wale wanaodai wamedhulumiwa, wale watuambie vile vinasemaje kuhusu jambo hili hasa, sababu najua watu wengi wa kawaida wao hawashughuliki na mambo hayo. Wao wakishaambiwa basi kiandikwa kitu kwenye Kiswahili kimeperushi, basi kiandikwa kadha. Mara nyingine unaweza kuandika ile karatasi ukatia na kilo ya mchele, ikawa yeye ameelewa zaidi ule mchele kuliko kile mtuandika. Maana mtu akishakuwa na njaa yeye hashughuliki kusoma, yeye tutakaa apate kula. Yeye atakuona wewe huna neno kwa sababu ashashiba tayari, ndio shida yake ilikuwa kuona maandishi. Lakini ndio itakuwa, je, wewe Muislamu umenufaika na nini katika hilo? Suala la kwamba hukuwa una chakula alafu ukapewa ukala, ndio umeelewa nini? Suala la kuwa jana hukuwa na pesa ya kulipa ada fi ya kijana wako ukapata, ndio ushamjua Mola wako? Ndio maana yake hiyo. Na je, aliyekuja na suala la kufahamisha kumjua Allah na aliyekuja na chakula, aliyekuwa hasa kupenda ni nani? Na je, manabii walikuwa kujoga chakula kwa watu? Ndio kama vile mwaita vipi kile shirika la nini ile? Lipo lingine shirika la chakula duniani inaitwa FAO, sio? Manabii ilikuwa kazi yao hiyo? Hapana. Kuna kitu kingine kikubwa, na ndio wala Muislamu akishajua dini yake sawa, yuko tayari atosheke na kichache, lakini asimkufuru Mola wake. Na wapo watu wamesamehe vitu vingi vya kilimwengu, lakini vinawaharibia dini yao. Hiyo ndiyo dini ya sawasawa, na huo ndio Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaagiza manabii wake waufikishe kwa walimwengu. Katika nukta zetu 4 tutazungumza kila siku nukta moja, leo na kesho insha Allah, au ipo siku tutakusanya nukta 2, lakini nukta 4 katika mambo nitayoangazia leo. Pamoja katika mwezi wa Dhulhijja niliandika maelezo machache kuhusu nukta ya maombolezo, lakini leo nitazungumza suala la kuomboleza. Kuomboleza nini? Nini kuomboleza? النوح النياح nini? Taona leo inshallah tuelezea, lakini tutazungumzia habari ya kuomboleza katika Uislamu. Jambo hili likoje? Kukumbuka misiba. Lakini kwa maana yake ambayo inatajwa na wanachuoni.
Kuomboleza hasa ni kunyanyua sauti maalumu ya kilio kwa ajili ya kumlilia mayit. Sauti maalum, kuna namna maalum. Na huku mtu anataja mema yake, umuhimu wake katika jamii ulivyokuwa. Mara nyingine inawezekana anajipiga katika mwili wake, mara nyingine ajichania nguo, akajiangusha chini. Mfano wa mambo kama haya, mara nyingine mtu ananyoa nywele au anavaa nguo maalumu ya rangi maalumu kwa kukumbuka msiba mtu fulani. Hadi tunazungumza kuomboleza, ndio huku tunakuzungumzia. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala ametaja suala la kuomboleza, ambapo Sheikh Al-Albani rahimahullah katika Ahkam al-Janaiz alivyoelezea, aliyanukuu hayo maneno ya Ibn al-Arabi kwamba an-nawhu ma kanat al-jahiliyyah taf'alu, kanat an-nisa'u yaqifna mutaqabilatun yasihna ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. ابن العربي رحمه الله anasema النوح kuomboleza ma kanat aljahiliyatu taf'alu, ni yale ambayo walikuwa wanafanya watu kabla ya Uislamu. Katika jahiliya walikuwa wanafanya kabla Uislamu. Kanat an-nisa'u, walikuwa wanawake yaqifna mutaqabilatun yasihna, walikuwa wanawake wakisimama huku wameelekeana, na huyu ameelekeana na huyu, halafu wanaanza kunyanyua sauti wakipiga kelele. Wayahthina turaba ala ruusihin, na wakijimwagia michanga juu ya vichwa vyao. Wayadribna wujuhahunna, na kuzipiga nyuso zao, jipiga makofi usoni na maneno, wanapandisha sauti wakizungumza baadhi ya maneno. Mengine wanamtaja mtu alivyokuwa, alikuwa kadha, alikuwa hivi. Kama mfano leo mtu zafiliwa, mwanamke akanyanyua sauti kwamba Mola wangu umemchukua kijana wangu, ndio huyu alikuwa anafanya, ndio hiyo tunazungumza na maombolezi. Ni haramu. Na lau kama kutubia siku ya kiyama atavalishwa kanzu ya lami ya moto, kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke ambaye atakufa na hajatubia dhambi hiyo. An-naiha idha lam tatub. Kwa hiyo ndo maana ya maombolezo, na hiko walichokifanya hawa wanawake katika jahiliya ndiyo kuomboleza, ambako Uislamu ulikuja ukalikataza jambo hilo. Yani namna hiyo ya kumlilia mayit, Uislamu ulikuja ukalikataza hilo. Hiyo maana yake, lakini hukumu yake ni haramu kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Na nitanukuu maneno ya wanawachuoni wa Kishia wakilizungumza hilo. Kwa nini wao? Kwa sababu suala hili hasa tunalozungumza, wanaoonyesha kusikitika na kujitokeza mbele ni wao. Kwa hiyo waeleze wenyewe, ndio uzuri kwamba wanaochuoni wao wasemaje. Ukieleza vita amesema Sunni, muda mwingine labda amesema Wahabi, asema lakini Sunni pia itakuwa labda haipo. Lakini asiseme Wahabi, aseme yule aliaye na akajipiga, aseme mmoja kwa yale maandiko yao yanasemaje kwenye kadhia hii. Miongoni mwa wanawachuoni wao wakubwa, na nikukusudia hivyo kwamba katika vinavyoitwa vitabu al-kutubu athamani, ya vitabu 8 vya kutegemewa na marejeo katika madhehebu yao,
miongoni mwao ni hiki kitabu cha man la yahdhuruhu al-faqih cha as-Saduq Sheikh as-Saduq Abu Ja'far Muhammad bin Ali ibn Husayn ibn Babawayhi al-Qummi. Kwa maana katika vitabu ya jumla vile vitabu vinne vya kutegemewa kabla ya kuongezwa vinne vingine kuwa vinane, vile vinne vya kutegemewa hiki kimo pia. Yeye anasema min alfadhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam almujiza allati lam yusbaq ilayha an-niyahatu min amali al-jahiliyyah. Anasema miongoni mwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyo mafupi kabisa, maneno mafupi lakini maana yake mpana. Miongoni mwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ibara yake ni fupi lakini ina maana pana, maneno ambayo hakutanguliwa maneno hayo kabla yake na yeyote kuyasema. Alisema an-niyahatu, nimeshaeleza sasa niyaha ni nini kwa maneno yale Ibn al-Arabi. Kuomboleza min amali al-jahiliya, ni katika matendo ya kijahilia kabla ya Uislamu ndio kufanya hivyo. Hayo matendo yakifanywa na watu kabla ya Uislamu. Uislamu ulipokuja ukatoa maelekezo namna ya kufanya. Hiyo ni riwaya ya kwanza kutoka katika vitabu vyao naizungumza hivyo. Riwaya ya pili ni huyu tena Sheikh As-Saduq akaitaja hadithi an amiri al-mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, wao wanasema hivyo, wanasema radhiyallahu anhu, kwa maana ni imamu wa kwanza kwao Ali ibn Abi Talib. Qala, amesema nani anasema? Naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil niyaha walistima'i ilayha. Anasema katika kitabu man la yahdhuru al-faqih juzu ya 4 ukurasa 449, hadithi nambari 4987. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil niyaha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuomboleza, kunyanyua sauti kwa ajili ya kumlilia maiti, ukajipiga na kuchana nguo. Mara nyingine watu wengine wanyanyua na karatasi wakasema kadha wa kadha ilikuwa hivi, halafu ikawa kadha. Haya ameyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi inasimuliwa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Walistima'i ilaiha, na amekataza pia kuyasikiliza hayo. Kwa maana wewe inawezekana hufanyi, lakini uko pembeni na wewe wabia hatua kidogo kidogo, pia na wewe ni haramu. Maana mtu anaweza kusema mimi sikushiriki, si mtu mara nyingine anaweza kumwambia kwamba wewe umealikwa kwenye harusi lakini pale pana ngoma, pana muziki, kama hizi harusi za kikwetu zilivyo nyingi ziko hivyo. Tuzaambiana hata msikitini nyekanyi mashahidi, mtu anaweza kaambiwa kama hivyo, mimi nilikwenda lakini sikucheza, mimi nikaza kule pembeni nionekane tu kuondoa ule muhali. Maana watu wana muhali mwingi wao kuliko dini, watu walivyo. Sasa wewe waona ukisema hivyo ndo ufanye, yaani ndo ufanye jambo zuri mwenyewe waona hivyo. Au pale nyumbani, unajua mambo ya wanawake, mimi nilipokuja mambo ya ngoma niko na kaka zangu msikitini mpaka alipomaliza ndio eti baba mwenye nyumba ndio unofaniza. Kwa hiyo ufanye uzuri ulipokaa kule msikitini. Hapana. Ndiyo kweli, lakini mbona umekuwa dhaifu kiasi hicho? Haifai kuhudhuria pale. Ikiwa umekwenda basi unaweza kukemea katika munkar. Kama utakwenda, wajua ukipata wasaa, jamani kweli mimi nimekuja lakini
hili tulilofanya silo, hii ni haramu, na mimi hapa sitokaa, sihudhurii. Ni kweli shughuli na nusu, lakini sipo, natoka. Kama huwezi usende, hiyo muhali akijulikani kitu gani, lakini kwa wewe unatakiwa usende, au ukienda watakiwa ulikemee. Hiyo muhali yako wewe sasa inakuwa. Sasa inawezekana mtu tukamwambia maneno kama haya akasema mimi nilikuwa siimbi wala sijichani nguo wala sijipigi, lakini nilikuwa mimi mwenyewe nachukua picha kwa simu tu. Ndio ambiwa hata kule kusikiliza pia ni haramu. Maneno haya yanazungumza Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ameyanukuu Ibn Babawayhi al-Qummi kwenye kitabu chake Man la yahdhuruhu al-faqih. Pokea hayo wewe, hata kama ukijisho kitabu wewe dhibiti tu hivyo, afu kaseme uko nje, wewe sema tu, alafu mtu atakucheka kwamba wewe kitabu atakuletea ukijua. Sasa mimi sikijua, lakini amesema hivyo. Wewe unakijua, lete maneno mengine ambayo si hayo, lakini hayo maneno yamesemwa. Hiyo ni riwaya ya pili inatuelezea hukumu ya suala la kuomboleza katika Uislamu, na haya maneno yanazungumzwa, yamenukuliwa kwenye vitabu vya wenyewe wenye jambo hilo la maombolezo, hasa katika mwezi huu wa Al-Muharram. Riwaya ya tatu amenukuu tena yule Abu Jaafar As-Saduq kwenye kile kitabu chake. Riwaya hii ya tatu pia ameinukuu akielezea suala hilo. Riwaya hii ya tatu ameitaja kwenye kitabu Maani al-Akhbar. Kitabu Maani al-Akhbar chake yeye pia, sio ile Man la yahdhuru al-faqih, ameitaja kwenye kitabu chake kingine. Na hii riwaya kutoka kwa maimamu wawili, Abul Hasan na Abu Jaafar, walipokuwa wanaitafsiri aya ya 12 katika surati Al-Muntahina. وكيتاجا عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقول سمعت أبا الحسين وأبا جعفر عليهما السلام يقول في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عليه السلام إذا أنا مت فلا تقيمن علي نائحة. Mtume sallallahu alaihi wasallama anamwambia binti yake Fatima, anamuhusia akifa kitu gani asifanye. Riwaya imepokewa kutoka kwa Amri bin Abi al-Miqdam anasema nilimsikia Abul Hasan, anasema Abul Hasan na Abu Jaafar alayhima salamu wanasema katika kauli yake Allah inayosema wala ya'sinaka fi ma'rufin, walikuwa wanaitafsiri wala wasikuwasi katika mambo yanayojulikana kuwa ni wema. Waliitafsiri wakasema kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema kumwambia binti yake Fatima, qala lifatimata alayha salam idha ana mittu, nitakapokufa fala tuqimanna alayya naihatan, nitakapokufa usinifanyie mimi maombolezo, usifanye maombolezo nikifa. Maneno haya anasema nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hizi riwaya tatu hizi, ya kwanza kwamba anaiha katika mambo ya jahiliya,
ya pili ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ataja riwaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, bali amekataza kusikiliza. Na hii riwaya ya tatu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuhusia binti yake Fatima kwamba atakapokufa asiomboleze. Swali tu la kuuliza sasa katika haya tuliyosema, hawa wafanyayo mambo haya wana dalili gani? Lakini ni yupi katika maimamu baada ya kuuawa al-Husayn radhiyallahu anhu kule Karbala, ni yupi katika maimamu waliokuja baada yake aliwahi kufanya maombolezo? Narudia, baada ya maelezo haya machache tulotaja, pana maswali ya kujiuliza. Swali la kwanza, hawa wanaofanya mambo haya wana dalili gani? Labda wana dalili ipo kwenye Qur'ani au Sunna inayowafahamisha wao kwamba wanatakiwa walifanye hilo kwa mtu huyo wanemfanyia. Lakini swali lingine, je, baada ya kuuawa al-Husayn radhiyallahu anhuma, Husayn bin Ali, yupi katika wale waliokuja baada yake yeye? Maana imamu watatu, kwa baada yake kuja Ali ibn al-Husayn, maana Zainul Abidina na wengine. Je, yupi katika wao alikuwa anafanya mambo kama haya ya kuomboleza na kumlilia baba yake? Maana kisa alifuatia mwanawe, kwa sababu kizazi cha al-Hasan hakina maimamu, sio kuwa na watoto. Nisikilizeni uzuri, hakuna maimamu, wanakadhia naye nyingine huko, hawamtaki kwa jambo lingine. Lakini sio kwamba alikuwa nao watoto, lakini huko hawamtaki. Kizazi cha maimamu kizazi cha al-Husayn. Ndio maana wengi, hata mtu ukisikia Zima Sharifu itakwenda, lakini itatokea kwa nani? Al-Husayn. Ndio kuja huko pako huko al-Hasan huko wana kesi naye, hawamtaki. Lakini imamu ni cheo kinatoka kwa Mungu, lakini wao hawamtaki. Huko tuachane nako. Swali la kwamba waliokuja baada ya al-Husayn ni nani aliyefanya mfano wa mambo haya? Lakini pia kuna swali lingine, kwani kabla ya al-Husayn hawakuuawa watu huko? Je, kilikuwa wanafanya kitu gani watu ikifika ile tarehe yao waliouawa? Hawakuuawa manabii, hawakuuawa watu wema. Je, kilikuwa kinafanyika nini ikifika tarehe yao kama ile waliouawa? Au manabii sio bora kuliko al-Husayn? Lakini naongea swali lingine la nne, je, nyinyi ukiachilia al-Husayn, nani mwingine mwamfanyia hivyo katika waliouawa, katika ima manabii au katika watu wema? Sababu baba yake pia ameuawa, Ali ibn Abi Talib pia ameuawa. Je, mwamfanyia? Kwa nini ni Husayn tu? Na hilo swali nyinyi ondokeni nalo, kaulizeni huko nje, kwa nini Husayn tu? Kama mkipita, kwa nini Husayn tu? Kwa nini usinywa? Ulizeni huko nje swali hilo muwe nalo, kwa nini Husayn tu? Kwa nini? Wewe mtu akisema tu kwa nini Husayn tu, mtu akisema kwa nini Husayn tu, sababu Ali ibn Abi Talib pia ameuawa. Kwa nini wewe Husayn? Wewe fanya hivyo tu, kwa nini wewe? Mpaka watujibu hilo, msikubali. Hiyo ni nukta ya kwanza katika mazungumzo yetu haya tuliyoyafungua leo, lakini tumeana nukta kuhusiana na maombolezo. Kwa nukta ya kwanza ni suala la maombolezo. Tumeona maana yake, maana ya kuomboleza ni nini, lakini pia hukumu yake katika dini. Na hapo tumenukuu riwaya tatu kutoka kwenye vitabu vya
Ashia vikieleza hukumu ya jambo hili, lakini pia tumeweka maswali yetu mwishoni mwa nukta hiyo. Hapa itanisukuma kutaja jambo la pili. Jambo la pili pia kuna haja ya kuangazia yale yafanywayo katika tukio hili la maombolezo, yale mambo yanayofanywa nayo pia kuna haja ya kuyatupia jicho. Ni kweli Al-Hussein radhiyallahu anhu aliuawa, kuna maelezo yake na jambo lilivyokuwa, na yale ya uongo yapo na yale ya ukweli, hilo lipo, lina mahali pake. Lakini suala lipo kwenye haya maombolezo yanayofanyika. Kuna baadhi ya mambo hufanyika mule ndani yake yana haja ya kuyatupia macho. Miongoni mwa hayo ni kama vile kulazimiana na vazi la nguo nyeusi. Kwa nini isiwe nyeupe? Lakini pia maelezo yanayotajwa na wanawachuoni katika vitabu vyao kuhusu vazi hilo. Na kusudia kuna inawezekana mtu akavaa, inawezekana akajifunga kilemba pia cheusi kichwani. Lakini kuna suala la kujipiga. Huku kwetu inawezekana labda tawala haziruhusu hivyo, mtu kujipiga. Uislamu ni haramu aslan. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Inawezekana hilo, lakini pia inawezekana mtu afanye hayo anaona pia ikiwa mtu aumwa tu kitu kidogo, mguu tu mteguka kidogo, atafanya safari ya kwenda India. Je, ajipige namna ile? Ataenda wapi? Ana pesa kujitibu? Hiyo safari yenyewe mtu watakaopewa nyama ukane, pia wataka kujipiga hiyo, utaenda wapi? Utapelekwa wapi sasa? Naam. Sasa ile mtu ni hakuna kujibia kwa namna ile, afu ukifika kule mtu wala milioni wacheka, ndio mfiliwa nini sasa? Watu wafiliwa hivyo? Kweli hasa mtu mwenye uchungu alifiliwa hivyo? Kwa hiyo mfano matukio kama hayo hasa nchini Irani, Iraki, Lebanon, yale yanofanyika, wamefikia hatua mtu kujikata kutumia visu. Mtoto wake mdogo anaweza kumleta akamkata kichwani, kumkata kweli yani. Lakini ukisoma riwaya katika vitabu vyao zinazungumza kinyume na hivi vinavyofanyika. Yani maneno yanayozungumza hao wanaitwa maimamu wao ni tofauti na haya ambayo yanafanyika huku hadharani tunayoyaona. Tuanze swali la kuvaa nguo nyeusi. Huyu As-Saduq Abu Jaafar ameipokea riwaya kwa sanadi yake mpaka kwa Abu Abdullah, miongoni katika maimamu wao, akisema anna amira almu'minin alayhi salam allama ashabahu fi majlis wahid 400 bab. Amir almu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliwafundisha wafuasi wake katika kikao kimoja, majlisi moja, akawafundisha milango 400. Milango 400 ni kielimu mafundisho. Mimma yasluhu lilmuslimi fi dinihi wa dunyah. Milango hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo yasluhu lilmuslimi, sawa, ni miongoni mwa mambo ambayo yatamnufaisha Muislamu. Hayo mambo yatamnufaisha Muislamu fi dinihi, katika dini yake,
wa duniyahu, na dunia yake. Milango mingapi katika mambo yatomnufaisha Muislamu? Dini na nini na dunia. Katika hayo yaliyofundishwa alisema la talbisu sawada, musivae mavazi meusi. Huyo kama shati, kama kanzu, kama kofia, kama kilemba. Fa innahu libasu Firaun, kwa sababu hilo ni vazi la Firauni. Haya tumeandika, tulitoa kifurushi chetu kidogo, niliandika mambo haya. Katika hiyo milango ya kunufaisha dunia na dini, hilo pia katika yale yaliyotajwa. Suala la kuvaa nguo nyeusi, bali katika kile kipeperushi tumetaja kwamba miongoni mwa kauli za maimamu wasema kwamba hilo ni vazi la watu wa motoni. Alizungumza mtu mmoja kuhusu kuvaa kofia nyeusi, akamwambia usivae kwa sababu ni vazi la watu wa motoni. Lakini pia suala la kujipiga na kujikatakata mwilini, kifuani, kichwani, mgongoni, usoni, na watu wanakufa wengine. Hapa pana riwaya kutoka kwenye vitabu vyao ikielezea kuhusu jambo hili. Huyu As-Saduq huyu aminukuu kwenye kitabu chake Al-Khisal kwa sanadi yake kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba amesema man daraba yadayhi ala fakhidhayhi inda musibatin habita ajruhu, yeyote atakayejipiga kwa mikono yake kwenye mapaja yake, yani akayapiga mapaja yake kwa mikono yake, inda musibatin, wakati wa kufiliwa au wakati wa msiba wote ule. Maana msiba zikala mtu kufiliwa na msiba mingine, lakini hasa ile kwa jambo la kufiliwa ndio inapotokea mambo haya. Akajipiga kwenye mapaja yake, habita ajruhu, amali zake zote zimeporomoka, hana amali hata moja aliyofanya ya kheri mbele ya Allah, zote zimeporomoka kwa sababu amejipiga mwili wake wakati wa msiba. Riwaya ya pili, ile siku aliyouawa Al-Husayn radhiyallahu anhuma, ambayo ni tarehe 10 ya mwezi wa Al-Muharram mwaka 61 Hijiria, ile siku aliyouawa ile Al-Husayn, yeye alikuwa anampa nasaha dada yake Zainab binti Ali radhiyallahu anhu. Sawa, alikuwa na Zainabu wawili. Anamnasihi dada yake, akamwambia ya ukhtahu, dada yangu, inni uqsimu alayka fa'abirni qasami, mimi nakuapia wewe na ninaomba utekeleze kiapo changu. Idha ana kutiltu, ikiwa nitauliwa mimi, nitauawa, fala tashuqi alayya jayban, basi usichane nguo kwa ajili yangu. Fala tashuqi alayya jaybuni, ni kama hiyo inaitwa hivi, kama lisani ya kazi, yani jaybuni hii sehemu ndo jayb. Kwa hiyo watu wanakamata hapa akachana, sio ndio tunapoanzia habari ya kuchana nguo. Usichane nguo kwa ajili yangu kunililia mimi. Wala takhmushi alayya wajha, na wala usiurarue uso wako kwa sababu yangu mimi, kwa sababu ya msiba wangu. Usijichubue ukaurarua ule uso kwa ajili ya kunililia mimi. Maneno haya yanatajwa kwenye kitabu Muntaha al-Akhbar cha
Abu Jaafar ibn Mabawayhi al-Qummi al-Husaini mwenyewe anamwambia dada yake yuko naye katika ile sehemu ya pale alipouawa al-Husaini. Kwa nini amwambie maneno hayo? Akijua kwamba ni jambo ambalo hufanywa na Uislamu umelikataza, yeye anatoa nasaha ikiwa limetokea hilo wao wasije wakakhalifu dini kwa ajili ya kulilia msiba wake. Haya, dada mtu aambiwa maneno hayo na al-Husaini mwenyewe. Kuna ahlul bait mkubwa kama wao sasa manake ndio wenyewe. Haya, na wewe mwenzangu mie kwamba mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, manake huo ahlul bait wa watu wanaodai huo, lau leo umpe kitu kingine pia atoka kwenye ahlul bait, ataenda kwingine. Watu wengi si wa kweli, na watu hufanya maskhara. Wao wakaona kwamba kitu chochote ukitaka majority ya watu basi wape kitu, isipokuwa si huo mchele hatunao, sitazungumza ile dini. Allah subhanahu wa ta'ala anayetaka kumpa hidayah kupitia kile kitachozungumzwa yeye Allah watu wake yeye, lakini huwa sharti kwamba mawaidha na pesa. Mawaidha na mchele si hatuna hilo, na nikipata mtapata. Lakini leo huyu mtu unayemuona hivi, kesho ukampatia wewe sasa kingi kuliko kile, atakuwa wako. Sasa mimi nilikuwa sijawaelewa miaka mingi, sasa hivi ndio niliwaelewa. Akija mwingine akazidisha. Sasa dini yafanywa hivyo. Dini yafanywa namna hiyo, watu wanachuuza dini. Kama vile ndao mtu analeta samaki wako sasa 200, 300, 50. Dini haichuuzwi namna hiyo. Hii ni sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa sisi tuihami kama kutoa mali zetu. Ndio maana Qur'an tunakutana bi amwalihim wa anfusihim. Mara nyingine sisi wenyewe pia, si kwamba dini kwamba wewe ukiwa nacho wewe sasa dini utakuwa nayo, na ukikosa dini hakuna. Hapana. Na watu wengine ukizungumza maneno kama hayo utasikia kwamba kuna pesa watu wamepata kutoka harabuni, maana kuna nafikiri ndio wanakopata wao pesa pia, inakuwa ndio maana wajua kwamba sina kutoka ni huko tu peke yake. Na wengine wanaweza kusema hapo kwa kwamba unajua Marekani bwana amekuwa atoa pesa sana. Ni kweli, inawezekana likiwa kisi sijatufika, si hatuwezi kukanusha, si atoa wala pesa na maslahi yake mwenyewe, lakini sisi mpaka sasa hajatufika. Kuna watu wengine hata hiyo dola haijui ilivyokaa, dola ikoje, kama ukimwambia dola 100 wala haijui. Lakini je, ndio dini haikisisemwe? Na kila atakaye kupinga wewe ukifanya uovu ampata pesa, na wewe wapata wapi? Bali sisi tuna ushahidi kwamba hawa wafanyayo mara nyingine wenyewe ndio husema maneno hayo pia. Kama mimi kama mnicheleweshea nitasema mimi. Usisema nini? Mwenyewe usema hivyo. Hayo mengi hapo watu husema maneno hayo. Watu tunaojua wa karibu yetu, wengine wa mbali, lakini wapo watu wanaosarihi hivyo kabisa. Lakini sisi tunachokizungumza kwamba uhalisia wa dini utabaki pale pale. Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama sisi hatukutaka tukanyamaza, Allah ataleta watu watasimamia haki, wataizungumza, batili wataibainisha. Hilo liko katika mwenendo alioweka Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu huu. Kwa hiyo sitaki kurefusha nikapitisha muda wa swala, lakini hii ilikuwa nukta yetu ya pili, kwamba yale yanayofanyika katika matukio yanayofanyika katika yale maombolezo ni mambo ya haramu mengi, bali yamethibitishwa ndani ya vitabu vyao hao wafanya mambo hayo. Sasa labda watuletee riwaya nyingine kutoka kwa maimamu imewaruhusu kuvaa nguo nyeusi, ivunje hizi
nyingine ambazo zimetajwa na maimamu. Lakini hapa tunaona kwamba nguo za Firaun, lakini pia imetajwa vazi la watu wa motoni. Sasa sijui mambo na mwingine waweza ukasema shatukufurisha. Sitozungumza kwamba yaliyokuja kwamba vazi la Firaun, kuna riwaya nyingine zinasema wanaovaa hivyo watu wa wapi? Watu wa motoni. Riwaya zinasema hivyo. Sio tukisema kwamba wao peke yao ndio watu wa peponi. Sababu tunazungumza kwamba mtu kivaa koti na kofia tu, hilo hakuna katika upande wetu, kwenye vitabu vyetu. Lakini riwaya zinasema mwenye kuvaa hivyo ni watu wa motoni. Ili msiwe ndio msivae. Lakini pia swali lingine, haya yanafanyika kutarajia thawabu au ni nini? Si kwamba majibu hatuna, na tunajua majibu pia kutoka kwenye vitabu vyao, lakini nataka tuwaulize hao wafanyao wanatarajia kupata thawabu, je, ni katika ibada? Na kama ibada afanyiwa nani? Maana yake aliuawa al-Husayn. Ni kweli watu wametakiwa wajikurubishe kwa Allah kwa ibada hiyo, na inawahusu nyinyi peke yenu? Katika Uislamu, je, kuna maelekezo ya kumwabudu Allah na kutarajia thawabu kwa kufanya mambo kama hayo? Lakini pia itabidi muilete riwaya nyingine kwamba mbona wale wakubwa hatuoni wakijichana na kujipiga? Kwa nini? Hilo inabidi je riwaya kuonyesha kwamba wanaotakiwa kujipiga ni watu wa aina fulani, na watu wa aina fulani hawatakiwi kuchana nguo zao wala kujipiga. Sababu mfumo wa kiibada katika Uislamu ulivyo, swala aliyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio inatakiwa iswaliwe na Waislamu wote. Si kwamba swala yake yeye itamhusu yeye tu na Abu Bakar na Umar na Uthman, watu wengine wa swala yao nyingine. Saumu alofunga yeye ndio atakiwa afunge watu wengine. Kama itakuwa iko tofauti atasema, kama suala lilokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu asiunganishe saumu bila kula, kwa sababu yeye alikuwa anafanya hivyo. Anaweza kufunga aonekane kuftari, aonekane kula daku, akaunganisha tena siku ya pili. Kuna mmoja katika maswahaba akaona ngoja muige Mtume, akapoteza fahamu, akazimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza jambo hilo. Alwiswalu, hakuna kuunga saumu, hakuna jambo hilo isipokuwa kwa yeye, kwa sababu yeye akasema yut'imuni rabbi wa yasqini, mimi Mola wangu ananilisha na kuninyesha. Hilo tofauti na nyinyi. Kwa hiyo kwenye nukta hii ameifafanua. Tumeelewana? Utofauti upo. Je, suala la kwamba mtu akifiliwa yamekuja maandiko kwamba haifai kufanya maombolezo, akanyanyua sauti juu, akataja mema yule maiti, akataja na mambo mengine, akajipiga mwili wake, akachana nguo zake, yani kwa jumla katika Uislamu jambo hilo ni haramu. Lakini pia katika vitabu vya wanachuoni wa Kishia ni haramu pia, kama alivyonukuu Ibn Babawayh al-Qummi maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na wengine katika maimamu. Swala laja tuthibitishieni kauli ya imamu kwamba kufanya hivyo ni ibada ya kujikurubisha kwa Allah. Lakini pia kwa nini wale wakubwa wasijipige na wasijichanie nguo? Kwa sababu gani? Na hiyo ni ibada tena ya kujikurubisha kwa Allah. Wametenganishwa wao kwamba ibada hiyo haiwahusu. Ibada hiyo inawahusu akina nani hasa waifanye? Hayo ni baadhi ya maswali yetu. Pia wakizungumza huko watujibu. Si swala kwamba watazungumza tu alafu wataondoka. Sisi swala kuondoka lingine, hata kufa tuweza tukafa pia. Suala lipo kwamba je, ni sawa sawa kwa mujibu wa dini watu wafanye wapate thawabu? Na wala huwezi kuita matusi, hapana. Sisi tunajua kuna matusi makubwa yazungumzwa, na wala sisi tuzungumze lugha hiyo kwa sababu hatuna haja.
na wala mahali hapa si mahali hapo. Kama mtu mtuka msikitini tuzungumza watu si mahali pake, watu usiana sehemu zake, tuzungumza Uislamu. Na kama kuna kukosolewa tukosolewe kwa haya tuliyozungumza, kwamba si kweli hizi nukuu tulizotaja kutoka kwenye vitabu vyao si kweli, tumezua. Ikiwa hakuna majibu, wanatakiwa wale waislamu wazinduke katika hili, na watu wawe na ghera na wivu na dini yao kuliko matumbo yao, na watu wawe na wivu na kuhami dini yao. Waangalieni watu wa Andalusi zilipokuja fatawa wakati ule washavamiwa kwamba watu waondoke, kuna fatawa nyingine wanawachuoni waliowaambia kwamba msiondoke kwenye miji yenu, hata kama itabidi mfika mahali hakuna kula ilikuwepo ni nguruwe, kaeni, kwa sababu watoto wenu baadaye watakuja kuona kwenye miji yenu kwamba nyinyi ndio asili katika miji yenu. Yamefanyika mambo mengi Spain. Kuna watu walibaki kwa sababu ya kuhami ule mji, waje watu baadaye wajue kwamba ni kwao. Je, nyinyi mnahami dini watu watakokuja baada yenu waelewe kwamba mji wenu ulikuwa dini gani? Nyinyi mhami kitu gani? Nyinyi jamaa zangu mnanisikiliza, mnahami, mnajipanga vipi kuhami kitu ambacho watakaokuja baada yenu wawajue nyinyi katika mji hulikuwa ni watu gani? Mmejipanga kulihami hilo au potelea mbali? Atakayekuja kuta chochote kile nyinyi hamna neno hilo. Tafakarini sasa hilo, tafakarini, ili wanaokuja wajifunze kutoka kwenu kwa mulihami dini yenu na Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamkutaka uchezewe, hata kama ukibaki peke yako, lakini historia itaandika na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuta ujira wako. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.